Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, wapenzi wa kripu za Babu Haji Soda Yangeni. Nawapenda sana, lakini nawapenda zaidi. Insha Allah, kabla Mungu hajawapenda zaidi, basi nahitaji kila mmoja aseme Mwenyezi Mungu tujalie mwisho mwema, na Mwenyezi Mungu tujalie kila tutakalolifanya liweze kufanikisha kwa nguvu na uwezo wako Allah subhanahu wa ta'ala. Asante sana. Leo niko na sherehesho la pete zetu. Pete hizi ambazo ni pete za pentagram. Pete hizi za pentagram nazisherehesha zaidi na zaidi, kwa sababu ndizo pete ambazo kidogo ziko chini, na ndizo pete ambazo zinawapa watu manufaa makubwa sana, tena sana. Hii ni utamaduni wa Afrika, na kuvaa hizi pete ni sawa sawa na mtu ambaye ameweza kuvaa bangili ya mizimu, au kuvaa kitu chochote ambacho kina uwezo wa kuweza kukupa mvuto na kadhalika. Ndio maana huwa nawaambia kwamba kila jambo huwa linategemea ufalme wako umekubali au umekataa. Pete hizi zina herufi au zina nembo saba. Zina nembo saba. Ya nane ni mviringo ambao uko katikati ya pete hii. Mviringo ambao uko katikati ya pete hizi, mviringo ambao ndio huu hapa. Hii cycle pentagram hii ambayo iko mviringo, alafu kuna nyota katikati. Ndani yake kuna piramidi 5, ambapo kila piramidi ina maana yake. Kuna spirit ambayo ni mzimu au roho, halafu kuna upepo, maji, udongo, moto pamoja na kadhalika. Hizo ni 5. Na pia katika hizo alama ya nyota ni alama ambayo ni jina, inasimamia jina la Allah subhanahu wa ta'ala, ambalo ni fardu. Asante sana. Halafu kuna ingine ambayo imechorwa 1 2. Umeona alama hii? Asante sana. Alama hii inawakilisha jina Jabaru na Anidan. Faha anadhaka Jabaru na Anidan. Halafu kuna mim hii inawakilisha Shakur. Halafu kuna leri ambayo inawakilisha Thabit. Halafu kuna moja ambazo ziko 4 zinawakilisha Qahar. Halafu kuna herufi he ambayo inawakilisha Habir. Halafu kuna namba 6 ambayo inawakilisha Zakiyu. Asante sana. Hii ni nguvu za hii pete. Na hii pete kazi yake ni ipi? Leo nawashereheshea vizuri, kwa sababu pete hizi zimetembea sana. Pete hizi zimewapa watu wengi manufaa. Pete hizi ni mvuto, pete hizi ni kinga, pete hizi ni mapenzi, pete hizi ni fahamu, pete hizi ni njozi na kadhalika. Sasa naendelea kuwashereheshea taratibu ni jinsi gani pia unaweza ukaitengeneza pete hii. Kwa hiyo usisahau kusubscribe channel hii ili uendelee kupata masomo yangu mbalimbali yanayohusikana na masala ya miti, masala ya pete, masala ya fimbo, jinsi gani ya kuweza kutengeneza dawa mbalimbali na kujitibu wewe mwenyewe inshallah taala. Na pia kwa wale wapenzi wa vitabu, sasa hivi tuna kitabu hapa. Kitabu hiki ni kitabu ambacho kinasema utabiri wa namba. Utabiri wa namba. Tunacho kitabu hichi ambacho na chenyewe kiko hewani. Kwa nyuma huku yupo Soda Yangeni, alafu huku yupo Soda Yangeni na penyewe na kadhalika. Kitabu hichi nimeshawashereheshea katika kripu zingine, na nitaitengenezea kripu yake moja kwa moja, ni kwamba ni namna gani unaweza kujitabiria kwa kutumia kitabu hichi. Kitabu hichi kinauzwa 200,000, lakini sasa hivi kwa ofa ni shilingi 100,000. Utajua kila jambo la aina yoyote unaloliuliza, jibu lake limo ndani ya kitabu hicho. Tunaendelea na pete yetu. Pete hizi kuna herufi 9
za ajabu ambazo ni alifu, kuna abjad, hawaz, huti. Abjad, hawaz, huti. Umeona, ni herufi ya kwanza katika abjadi mpaka herufi ya 9 ambazo zinatengeneza piramidi, na pia zinatengeneza utatu wa Ghazali, pia zinatengeneza tarasimu ya ajabu, pia zinatengeneza tarasimu ya mvuto. Ndio maana nawaambia hii pete ina mambo makubwa sana katika njozi, mvuto, kujua jambo. Wengi wanazo pete hizi, lakini nataka kuendelea kuwaisherehesha ili muweze kuendelea kujua ni jinsi gani unaweza ukaitumia zaidi na zaidi pete yako katika kujitibu. Unaweza ukajitibu kwa kutumia hii pete namna gani? Katika kujitibu kwa kutumia hii pete, basi soma ya beduhi, ya beduhi, ya beduhi, ya beduhi, ya beduhi mara 100, alafu ya fardu, ya fardu, ya fardu, ya fardu 100, ya jabaru, ya jabaru, ya jabaru. Unasoma katika maji, na katika hayo maji imo hii pete, unaona. Alafu kisha hayo maji tumia kujirashia au kuyaoga, utaona maajabu kabisa. Iwe ni mikosi, iwe ni mabalaa, iwe ni vifungo, vyote vitaondoka kabisa. Pia kuna alama ya piramidi. Kuna alama za piramidi katikati ya pete hii, ambayo hii alama ya piramidi ina mambo makubwa sana na ni ufalme. Na tuseme kwamba nyota kama nyota ambayo imezungushiwa cycle nje yake, hiyo inaashiria ufalme au cheo au ukubwa. Ukubwa sasa, kuna ukubwa, ndio maana unakuta kwamba hata polishi anawekewa nyota. Inakuja nyota nyingine, inakuja nyota nyingine, mwisho anamwekea lile ni mduara, lile ni mwenge lile. Sasa ule ni utawala. Unapokuwa na pete hii ni dalili ya kuwa na utawala, ni dalili ya kuwa wewe umebeba utawala, umebeba nguvu, umebeba ushindi. Miko ya pete hii ni kusifanya nayo mambo ya upendo. Pia miko ya pete hii usiingie nayo katika choo ukiwa umeivaa mkono wa kushoto. Hayo ndiyo masharti yake makubwa. Na pia usije kaenda nayo kusosomola kale kwa tikiti maji ile ya kutembea ile. Waswahili wanaita badi hii mhongo, kitimoto, tikiti maji. Tikiti maji ni Kichina, lakini Kiswahili ni tikiti moto. Umeona? Halafu pia vile vile usipende kuwa nayo mara nyingi wakati wa chuki au hasira. Unaweza ukasababisha kuumiza mtu pasipo kufahamu, kwa sababu hawa walio katika pete hii ni viumbe, na wao kama wao wanakuwa wanakulinda wewe. Kwa hiyo unapochukizwa na jambo na ukatamani huyo mtu limpate jambo fulani, basi litampata pasipo wewe kujua, kwa sababu tayari ule ufalme ulionao umefanya kazi. Asante sana. Inarekebisha mishipa. Hii pete inarekebisha mishipa au misuli ya utembeaji wa damu, na hasa kwa wale ambao unakuta labda ana dalili ya kustroke au amestroke. Kama namtibu, basi avae pete hii, utaona jinsi atakavyoweza kupona haraka sana. Na pia pete hii ni kinga kubwa sana ya kuzuia uchawi wa radi au radi ya kawaida, haiwezi kukugusa hata kidogo. Pete hii itakukinga na masuala ya kupigwa na radi au kupatwa ugonjwa wa stroke. Sisi wa Afrika tuna tamaduni zetu, na sisi wa Afrika tuna mavazi yetu ya kutusaidia katika majambo mbalimbali. Kwa hiyo moja wapo ni hii pete ambayo imetengenezwa kwa mchanganyiko wa jadi na mchanganyiko wa dua
na mchanganyiko wa herufi na mchanganyiko wa majina matukufu kabisa ambayo yanaweza kukusaidia katika kila jambo. Na mfano kama labda wewe riziki yako ni ngumu, riziki yako inaleta shida, riziki yako imefungwa, basi tumia pete yako kuinuia, vaa pete yako, utaona mabadiliko kabisa. Na hasa unaweza ukamhitaji sasa kuonana na kiumbe wa pete hii. Unaweza ukahitaji kuonana na kiumbe wa pete hii, unafunga siku 3. Hapo sasa unataka kumuita dhahir shahir. Umeelewa vizuri Funga siku 3. Katika hizo siku unasoma yabeduhi mara nyingi mpaka usingizi kupitie, na wakati huo usio umeivaa hiyo pete yako. Tengeneza pentagram, halafu katikati weka hiyo pete yako, halafu katika vile vyumba vya cycle vile basi weka chano, weka soda kidogo, weka tende kidogo, weka asali kidogo, weka halwa kidogo, weka nini, halafu ile pete iwe katikati. Wewe sema hivyo, halafu utaona yule kiumbe atakutokea na atakuuliza unahitaji kitu gani, nikusaidie. Mtazungumza sasa wenyewe, mambo mengine Allahu alam, mjuzi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia unaweza ukaiongeza nguvu hii pete kwa kuipeleka Nziramaka. Nziramaka Kiswahili ni njia panda. Ukaipeleka njia panda, ukafika njia panda, ukachimba kishimo, ukatanguliza shilingi 500 ukaomba, alafu pia ikafuatia pete yako, ukafukia uzuri kabisa, mtu asiweze kuifukua kwa urahisi. Na baada ya pale iache ikae siku 6, ya 7 nenda kaitoe, vaa pete hiyo, uone maajabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna lolote linaweza kufika kama na pete hii, kwa sababu ina nguvu za ziada. African people sema asante sana. Pia inafungua milango ya kipato. Pete hii inafungua milango ya kipato. Husisha ufalme wako, omba unaloliomba, utaona mambo yako yatakayofunguka kwa kupitia pete yako hii ya ajabu kabisa. Na pia ile vile vile ina mvuto mkali sana. Pete hii ina mvuto mkali sana. Kama unahitaji kuweza kuvuta wapenzi, kuvuta biashara, kuvuta nyota yako iwe na nuru. Unaona, mimi nikizivaa hivi nafikiri ukinitizama sasa, hata wewe unanisikiliza ukinitizama, utaona niko tofauti na siku ambazo nakuwa sijavaa pete hii. Ninakuwa kidogo ninakambuza, hebu niangalie vizuri. Unaona, kidogo ninakuwa na power fulani ambayo imeingia ndani yangu, ambayo inaweza kuwa na kuleta nguvu fulani au mvuto fulani. Biashara zako haziendi, mambo yako hayaendi, kila unalolifanya linakataa, basi tumia pete hii. Na kwa sasa hivi mtakaochukua pete hii nitawapeni na zawadi ya dawa ya kuoga ya kujifungua kwanza, halafu ndipo utumie pete hii. Asante kwa kunisikiliza, na pia usisahau kusubscribe katika channel hii ili uweze kuendelea kupata masomo mbalimbali katika channel hii ya Soda ya Ngeni. Waweja sana. Na pia vile vile kwa wale wapenzi wa vitabu, sasa vitabu vinapatikana vyote kabisa kwa jumla na reja. Napatikana Dar es Salaam, Buguruni Marapa, au piga namba hiyo 0767 393934 au 0657 555550. Thank you very much for watching Soda ya Ngeni. Waweja sana.